Rekatari arabakosika. Thank you Jesus. Asante kwa yote ulioyatenda. Ni kwa rehema zako tu. Ni kwa rehema zako hatuangamii. Ni kwa rehema zako tunalindwa. Ni kwa rehema zako tunawezeshwa. Undaria rabagosinde, rikataria rabakosinda, rakataria rabakosike, rikatori bakosinda, rimando na rimagazanda. We bless you, Jesus. We thank you, Jehovah. Rekotaria rabakosinda, remendo ria rabagozanda. Ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Watu wote tuseme amen. Watu wote tuseme amen. Asanteni praise and worship team. Mungu awabariki. Lakini msitoke kwa sababu nina jambo na nyie sasa hivi tu. So don't go out. Mmekuwa na tabia ya kuwa mkimaliza tu kuimba mnatoka nje. Asiwekwa hata watu wa vyombo. Asiwekwa kutoka kwa sababu na kazi na nyie. Mnakaa na nyie pia mnahitaji neno. You need to hear. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, katika uwepo huu nataka niwaambie jambo lifuatalo. Wiki ijayo ni wiki ya maombi. Hebu sema wiki ya maombi. Na maombi yetu kwa Kiingereza na yaita taking new territories. Kuchukua himaya mpya. Maana yake kujipanua kiroho, kujitanua kibiashara, kujitanua kihuduma, kujitanua kifamilia, kutafuta ongezeko. Haya na yanena kwa jinsi ya rohoni, kwamba tutakuwa tunatafuta hilo katika roho lidhihirike katika mwili. Sasa tutaomba kwa ajili ya maisha yetu, lakini pia tutakuwa tunaomba kwa ajili ya mkutano utakaofanyika Swaswa. Tunataka tupate watu waje kwa Yesu. Swaswa. Mkutano umeandaliwa na vijana, lakini watakao hudumia, kugharamia na kuwepo ni kanisa zima. Sasa tutaanza maombi Jumanne. Tutamaliza Ijumaa, ni maombi ya kufunga. Tutakuwa tunafunga. Tutafunga saa 12 ndizo ambazo zimetamkwa kutokea madhabahuni, lakini ukitaka unaweza kufanya saa 24, na kama kidogo unakuwa selule basi unaweza kufanya masaa 8 au 9 kwa sababu una changamoto. Lakini tutakuwa kwenye maombi kuanzia Jumanne. Kesho idara mbalimbali watafanya mambo yao, lakini kuanzia Jumanne mfululizo mpaka Ijumaa. Ijumaa hatutakutana kwa sababu ya wenzetu wa WPRS usiku watakuwa na mkesha mrefu. Lakini Jumanne mpaka Alhamisi kila siku tutakutana hapa jioni kwa maombi, na nitakuwa na maelekezo machache ambayo pia ni mafundisho kuhusiana na taking new territories. Ukiangalia Biblia yako utaona Yesu alienda mahali paliitwa mahali pa Wagerasi. Pale kulikuwa na mtu ana mapepo. Yale mapepo yalikuwa 6,000, lakini alijidhihirisha kupitia pepo mmoja tu, aliyemfanya mtu huyu awe kama vile amechanganyikiwa. Lakini pepo lile lilipotolewa pamoja na wenzake lilikataa kuondoka kwenye eneo la Wagerasi. Lilikataa. Kwa hiyo likasema pamoja na wenzake tuache, kwa sababu walikuwa na maagano na mahusiano na watu wa eneo lile. Na Mungu mwenye haki huwa havunji sheria zake. Sasa haya maombi yatakuwa ni maombi ya kutaka kuchukua maeneo ambayo mapepo yanataka kujimilikisha kihalali kwa sababu ya mambo uliyoyafanya huko nyuma. Sasa tutafanya maombi. Maombi haya ni kwa ajili ya shughuli zako za kiuchumi,
shughuli zako za kujipatia kipato, familia yako. Ni maombi yanayohusiana na masomo. Wale ambao mpo kwenye huduma kama mimi, maombi kuhusu huduma yako. Wale wanaofanya biashara, wale ambao wapo kwenye maofisi. Haya ndio yatakuwa ni maombi yetu kuanzia siku ya Jumanne. Tutakuwa tumefunga, tutakuwa tunaomba na pia tutakuwa tunauombea mkutano. Lakini kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 20 tutakuwa na semina. Semina hii ni semina ya vita vya malango. Sasa tutaiweka na yenyewe mikononi mwa Mungu ili kwamba sisi wenyewe tupokee, lakini na watu ambao tutawatangazia kupitia redio, kupitia vipeperushi, kupitia mabango, waweze kuelewa na kuja. Lakini pia malengo yaliyokusudiwa katika ulimwengu wa roho yapate kutimia. Unaweza kaelewa itakuwa ni semina ya siku 13. Kwa hiyo sio semina ndogo, ni semina kubwa, kwa inahitaji kuombewa. Tutaanza kuomba pamoja siku ya Jumanne. Usiache kuja unless una sababu ambayo Yesu akitokea unaweza ukamwambia akasema hapo naelewa. Lakini kama ni sababu tu ambayo wewe tu unajiona kwamba ni sababu ya maana, uje. Siku moja tu ndio imeongezeka, yani Jumatano. Lakini Jumanne huwa tunakutana na Alhamisi huwa tunakutana. Ila kufunga tutaendelea mpaka siku ya Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umeelewa. Usiache kuja kwa sababu nitakuwa na maelekezo ambayo ni mafundisho au kukupa ufahamu wa ziada kuhusiana na hilo jambo. Ni jambo la rohoni. Maombi haya ni vita vya kiroho. Kwa hiyo njoo upate dondoo za kukusaidia kufanya vitu. Mara nyingi nikifanya hivi simaanishi tunapomaliza ndio basi. Unaendelea nacho nyumbani kwako. Watu wengine badala ya kupanuka unabanwa. Yani unazidi kupungua. Ni kama vile wakati mwingine watu wamenunua mashamba au viwanja, majirani zako wanaendelea kumega eneo. Wanaendelea kumega eneo. Mwisho ulikuwa na eka 1, sasa imekuwa robo 3. Robo 3 mwisho unakuwa nusu. Na wakati mwingine unaweza ukanyang'anywa kabisa. Si mnaona hivyo kwenye maisha jamani? Sasa na kwenye roho iko hivyo. Ndio maana unaona mlianza ndoa yenu mwanzo vizuri, lakini sasa hivi mnaonana kama wageni. Alivyo mme wako na alivyo mke wako sivyo alivyokuwa zamani. Ni kwa sababu hujataka kuchukua eneo jipya. Usipochukua eneo jipya, adui yako analichukua eneo lilonalo. Wewe ni mfalme. Hebu sema mimi ni mfalme. Kanuni za kifalme zinasema kila mwanzo wa mwaka unatoka kufanya vita ili uchukue maeneo mapya. Sasa mwanzo wa mwaka ni wakati wowote, hata sasa. Lakini huu ni katikati ya mwaka. Kwa hiyo kufanya maombi maalum, na hata kama tutamaliza sisi Ijumaa unaweza ukaendelea. Endelea kuomba. Watu wa Mungu ni waombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ninayoyazungumza ni sehemu ya somo langu, lakini nasisitiza hivyo ili ujue tarehe, siku tutakayokutana kwa maombi. Kwa hiyo tutaombea semina yetu itakayoanza tarehe 8. Itakuwa na mtumishi wa Mungu Daniel Yarukwani kutoka Benin, Nigeria. Atakuwepo hapa kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 20. Ni siku 13. Tutakuwa pamoja naye. Kwa hiyo tujiandae kushiriki na kupokea. Sasa wengine atasema, mimi sina nauli. Mbona kwenye mambo mengine unatafuta namna? Tafuta namna. Uhakikishe unakuja siku zote 13. Kwa maana hujui upanga wa nani, neno lipi litakalohusika na maisha yako. Waliokuja siku ya mkesha, siku ya Ijumaa, niliwaambia hivi waliohudhuria, niliwaambia kwamba
watu wasiojua mambo ya rohoni ndio wao wanachagua ibada za kwenda, lakini wanaojua mambo ya rohoni unakwenda kila ibada inayokuweko, kwa sababu hujui ni saa ngapi Mungu atakugusa, na siku atakayokugusa maisha yako kabisa yatabadilika. Maisha yako yatabadilika. Kama huwa nawaambia kila siku, familia moja kule Korea ilikuwa familia isiyo na baba. Baba alishaacha akaenda kusikojulikana. Sio kwamba amekufa. Na sijui ni kwa nini wanaume wenzangu wengine wao wanafanya hivyo. Yaani unakuwa na mwanamke fulani, unazaa naye watoto mpaka 10. Alikuwa na watoto 10 huyo mama. Baba huyo mmoja, lakini aliwaacha wakae wenyewe. Na kwa sababu hiyo walikuwa wanakaa kwenye madaraja. Lakini walipookoka hawakupewa kwamba sasa kuwe na exemption. Ninyi hakuna kutoa sadaka wala zaka. Walikuwa wanaambiwa usije kanisani bila kitu. Mpaka siku moja mama wa ile nyumba aliona kwamba sasa siku hiyo hana cha kutoa kabisa, akachukua jiwe akalisuguasugua, akalifanya likawa kitu kama kitu chenye thamani, ili aende nalo nyumbani mwa Bwana. Nimetumia muda juu ya hili jiwe, hii ndio sadaka yangu leo. Lakini hivi tunavyozungumza, mmoja wa watoto wake ni bilionea. Shughuli yake ni mambo ya ujenzi, anauza na kujenga, anauza vitu vya ujenzi na kuuza. Ni bilionea. Wewe unasema baba hayupo, sina mume. Yote hayo hayahusiani. Wale walikuwa wameshaanza kuwa wakubwa, hawajapelekwa shule, lakini Yesu amewainua. Alafu wewe uniambie kwa sababu ni mimi nimeokoka, siwezi kuiba, siwezi kupokea rushwa, siwezi kufanya hivi, siwezi kwenda kwa waganga, kwa hiyo unahalalisha umaskini. Kwa sababu mimi ni mjane, kwa sababu mimi sijaolewa, kwa sababu mimi sina sijui nini, mimi sikusoma, sina ajira ya kuajiriwa, unahalalisha umaskini. Mwambie jirani yako ukome. Mwambie tena ukome kuhalalisha umaskini. Umaskini ni kitu cha kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote unaowajua mabilionea duniani hawakuwa hata shule wameenda. Huyu alianzisha kampuni ya Caterpillar, na haya makatapila yote mnaoyaona yanamilikiwa na mtu mmoja, ni kampuni ya mtu mmoja ambaye hakufika darasa la 7. Ni darasa la 4. Sio injinia, lakini alibuni na kuanzisha hilo, sijui tuite tractor, sijui tuite nini, ni mashine inaitwa Caterpillar. Baadaye kwa sababu amekuwa mtu mwenye pesa, ameajiri watu, ndio kuna magenerator, kuna manini, lakini originally tengeneza hiyo mashine unayoiona inayotengeneza mabarabara na vitu vyote hivi inayoitwa Caterpillar. Hakusoma shule, ni darasa la 4. Afu wewe unaniambia tena una degree. Afu wewe unaniambia tena wewe ni darasa la 7. Ina maana umemzidi huyo. Halafu upo tu. Unaziacha akili zako zinakuwa bongolala. Usipende mambo kama yalivyokuwa. Tafuta kuchangamsha akili yako, na Roho wa Mungu ataitumia kufanya mambo makubwa, kwa maana wewe ni mtu wa mambo makubwa. Sema mimi ni mtu wa mambo makubwa. Kuanzia leo kulialia mwisho, kulialia marufuku. Kila siku nitatafuta fursa, kila siku nitatafuta solution ya kutatua matatizo nilionayo. Ni kama nikikaa kuwa na mawazo, sema hayo naye yasema. Nikikaa kuwa na mawazo, marufuku kuwaza mambo ya kujisikitikia. Nitawaza namna gani natoka kwenye hili tatizo, kwa maana ninaweza. Mimi nina namna ya Mungu
na namna ya Mungu. Nimeumbwa kama Mungu alivyo yeye mbinguni, ndivyo nilivyo duniani. Majibu ya matatizo hayanayo mtu mwingine, ninayo mimi. Matatizo ya familia yangu ninayo mimi. Matatizo ya shughuli zangu ninayo mimi. Hata kitokea asiyenipenda hawezi kufanya chochote. Kama mimi nimeamua, hakuna wa kunishinda. Mimi ni zaidi ya yeyote. Hata shetani mwenyewe haniwezi. Sembuse mchawi, sembuse Freemason, sembuse mwizi, hakuna anayeniweza. Siwezekani mimi nikashindikane kwa jina la Yesu. Hakuna atakayenikamata. Sikamatiki. Nitakuwa juu tu. Nitakuwa kichwa kwa jina la Bwana. Wengine hawasemi mmejikatia tamaa. Punga mkono wako, sema haleluya. Sema tena haleluya. Ngoja niweke my interest. Mimi sio mchungaji wa watu wa kushindwa. Yaani kama unawaza unapenda kushindwa, unapenda umaskini, hilo sio kanisa lako, unaweza kutafuta pengine. Punga mkono wako, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema sisi ni washindi. Siku zote nitashinda. Hakuna siku ya kushindwa. Siku ya kushindwa ni somo kwa ajili ya ushindi mkuu ujao. Haleluya. Siku ya kushindwa ni siku ya somo kwa ushindi mkubwa zaidi kesho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako niangalie vizuri. Maana kesho nitakapokuwa nimechomoka. Usianze kusema Freemason. Usianze kusema ameiba wapi. Ni haya yanayotamkwa hapa. Na haya maombi tunayoyafanya. Mimi ni nyota ambayo ilikuwa haijulikani. Sasa itajulikana. Maana nimelijua jina langu. Haleluya. Wengine wanadhani nafanya mchezo. Hili ni jambo halisi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokutana kanisani, kuna kitu ninakiona. Wako watu wanafanya mambo ili kutimiza ratiba. Sasa ni ratiba ya kuimba, ngoja tuimbe. Sasa ni ratiba ya kutoa sadaka, ngoja tutoe sadaka. Sasa ni ratiba ya hiki. Ukifanya hivyo, utafanya mambo sio kutokea rohoni mwako. Litatimia neno la nabii Isaya aliyesema waniabudu bure kwa midomo, sio kutokea mioyoni mwao. Na Yesu akayanukuu kwenye Mathayo sura ya 15. Waliniabudu bure, sio kutoka katika mioyo yao. Wewe usiwe mtu unayemwabudu Mungu bure. Ni wakati wa kusifu na kuabudu. Hiyo ni dhabihu ya midomo yako kwa Mungu. Ni dhabihu. Ukiamua unacheza, unapiga makofi, unaruka, unagaragara, ni dhabihu ya mwili wako kwa Mungu. Na kwa sababu unafanya ukiwa unaelewa, lazima kuna tokeo litakalo kuweko. Watu walimgusa Yesu, walimsonga Yesu, lakini kuna mtu mmoja aliyekuja akamgusa, kwa sababu yeye alikuwa ameshasema kabla hata hajaenda, nitakwenda nikaguse pindo la vazi lake, na nikiligusa napona. Sihitaji aniombe, sihitaji aniwekee mikono, ila nataka niende niguse pindo la vazi.
Hivyo nadhani pindo la vazi kwa sasa ni nani? Ni watumishi mbalimbali na wakuta nyumbani mwa Bwana. Anaweza akawa ni mwimbishaji. Hicho anacho download katika roho wakati anaongoza kipindi ni pindo, ukiligusa maana yake ukishiriki inavyopasa. Anaweza akawa ni mhubiri. Hicho anacho kidownload toka katika ulimwengu wa roho kupitia mahubiri na mafundisho nilo pindo, ukiligusa historia ya maisha yako imebadilika. Utaendelea kuwa tegemezi kwa watu mpaka lini? Wakati wewe hukuumbwa ili utegemee watu. Wewe umeumbwa uwe baraka kwa watu wengine. Hukuumbwa uwe mzigo kwa yeyote. Nimeshangaa sana. Nimeangalia kwenye mtandao, yuko mtu mmoja ambaye kwanza ni kiziwi, lakini pili ni kipofu, tatu ni kiziwi, lakini ni milionea. Mali ya kupewa, yeye mwenyewe kuna vitu anafanya, pesa inakuja. Muulize mwenzako, mbona wewe hata mikono unayo, na masikio unayo, na macho unayo, na unaweza ukaongea na watu, lakini ndio hivyo natia huruma. Kosa ni la nani? Nasema hivi, kosa ni la nani? Nasema hivi, wewe hapa, mimi kwa sababu ya Mungu sitaki uendelee hivi ulivyo. Sikia hayo naye asikia, kafanye kinachotakiwa kufanyika. Utoke kwenye hali ulionayo, hali ya kutia huruma. Wewe unapaswa kuwa mtu wa kuonewa wivu. Nimesemaje? Ndiyo, uwe mtu wa kuonewa wivu. Ukinielewa, kama mama mmoja alikuja, tulikuwa bado tunasali kule, akasema, mchungaji, jana nahubiri mahubiri sio yenyewe. Jana anatuambiaje mambo ya utajiri, wakati Biblia imesema maskini hawatakosa kuweko duniani. Jana naongea kama analia. Lakini kwa sababu alikwazika siku ile, alinielewa. Akaja siku nyingine tena, hajakuta tumebadilika, akakwazika tena. Kwa sababu alikwazika, alichukua hatua. Mtu aliyekuwa anapanga, halafu anashindwa kulipa kodi kwa sababu ya alichokuwa anakisikia, akaweza kujenga kijengo chake kwa uwezo wake, akawa na kijengo, akawa hachukui kodi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akafanyaje? Akanufaika. Sasa acha kabisa kujihurumia na kuhurumia umaskini. Tunapoupiga hatukupigi wewe, ila wewe usijiambatanishe nao. Umaskini hauna ndugu, umaskini hauna rafiki, unatesa na kudhalilisha. Ndio unaokufanya huli chakula unachotaka, ndio unaokufanya hulali mahali unapotaka, ndio unaokufanya umekaa kwenye nyumba yako ina mavumbi, umekaa kwenye unavaa nguo ambazo ni za ajabu ajabu, zimepauka. Wenzako nguo ikipauka wanatupa huko, lakini wewe ndio bado unaivaa tu. Mwambie jirani yako, usiwe mtu wa kutia huruma namna hiyo. Mwambie tena, ule chakula unachotaka, sio alimradi umekula. Uvae unachotaka, sio uvae tu kwa sababu au nguo ulioachiwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Punga mkono wako. Hata mtumba si ni nguo iliyoachwa na mtu? Kwa nini sio wewe ndio ulienda kuinunua ikiwa bado mpya? Mwambie jirani yako, acha mambo hayo. Haleluya. Ukwazike ukachukue hatua. Mtu unalala sana
toka saa 1 mpaka saa 4 mchana. Unawaigiza waliokufa. We kama uko hai, usipende kulala kiasi hicho. Punga mkono wako. Haleluya. Uko hai. Usilale sana. Amina. Tumeelewana sana sasa hapo. Sasa hivi na kuachia, lakini nalo neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuja ibadani, maanisha usifanye jambo kutimiza ratiba. Bwana ana jambo na wewe. Usifanye jambo kutimiza ratiba. Hebu sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Kila aliyeinuliwa ni mtu ambaye alitengeneza namna Mungu akaanza kumtetea, akaanza kumpigania, akaanza kumsaidia. Kila aliyeinuliwa. Tutaanza na Samueli wa kwanza sura ya 22. Samueli wa kwanza sura ya 22. Umeenda Samueli wa pili. Samueli wa kwanza sura ya 22, tutasoma mstari wa 2. Na mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni. Mwambie mwenzako, madeni hayajaanza leo. Lakini usiyapende, kwa sababu madeni yana roho nyuma yake. Roho ya kukufunga wewe usifike unakotakiwa kufika. Ila deni la kibiashara, umeenda benki, umekuwa na mkataba nao, umeenda wapi, umekuwa na mkataba nao, hilo sio deni linalokatazwa na Biblia. Lakini madeni yana roho. Kila anayekopa ni mtumwa wa aliyemkopesha. Mbaya zaidi, wengine tunakopa ili kwenda kula. Hiyo ni mbaya zaidi, bora ulale na njaa. Tunakopa ili tukavae nguo. Hiyo ni mbaya zaidi, bora utembee bila nguo. Usikope. Kopa kwa ajili ya biashara tu, kwa sababu biashara ile, hiyo pesa ya biashara sio yako, ni pesa ya biashara. Kwa hiyo wala hautakuwa unaichukua kuitumia, hautakuwa unaichukua kuwapa watu. Mtu mwingine unamshangaa. Yani hii ni biashara inaendelea. Kinachozaliwa humo kwenye biashara ndio chako, ila biashara sio ya kwako kwa maana ya kutumia. Hivyo unasikia anachosema? Kama biashara yako ni ya 100,000, umezalisha zimekuwa 1,500,000, ile 50 ndio unaweza kutumia. Punga mkono wako. 50 ile ndio ya nini? Ndio ya kutumia, lakini 100,000 usiguse. Hata kama kuna mtu amekufa. Sasa ndio maana watu wengine mnakuwa na biashara zinazokufa kila wakati, kwa sababu huheshimu mtaji wako. Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hata yule aliyekuwa na deni akaenda kwa Daudi, na wote wenye uchungu mioyoni mwao. Hata uchungu haujaanza leo, lakini wewe usi-entertain. Usipende kukaa na uchungu. Ni mume wako amekutendea usichotaka, usikae na uchungu. Ni mke wako amefanya kitu usichopenda,
usikae na uchungu. Ni kazini wamekuudhi, usikae na uchungu. Ni mtu amekurusha pesa yako, usikae na uchungu. Ni mtu amekutendea nini, usikae na uchungu. Uchungu ni mtego wa ibilisi kukuua mapema. Uchungu ni mtego wa ibilisi kuua vipawa vyako. Uchungu ni mtego wa ibilisi ushindwe kuomba. Uchungu ni mtego wa ibilisi kukufanya usitumike na ukawa na mazao. Anataka uwe na jangwa. Shetani analeta ujangwa kwenye maisha ya watu kupitia uchungu. Ndio maana yuko bize kukutengenezea maadui. Umseme yule adui yangu, na yule pale mbaya wangu, na mbaya zaidi akiwa kanisani, kila akiwa anatakiwa kuumwa, ugonjwa ule utatumiwa kwako. Kama ni kweli ameokoka na wewe unachagua kuwa awe adui yako, magonjwa yaliyotakiwa ya kuwa ya kwake yatakuja kwako. Matatizo yalikuwa ya wewe ya kwake yanakuja kwako. Ni mbinu ya ibilisi. Ndio maana huwa nasema upendo ni silaha. Unaweza kadhani ni ujinga kufanya upendo ukamsamehe aliyekutendea siofaa. Wewe umetenda kanuni ya rohoni, upendo utakuwa silaha juu yako. Kwa sababu Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 15, Mungu huyaleta magonjwa ya wale unaowachukia, anayaleta kwako. Imeandikwa hivyo. Kwa hiyo wewe usiwe na adui. Samehe kila anayekuudhi, hata kama hajakuomba msamaha. Ni ujinga wake. Achana naye. Wewe songa mbele na kila ambacho Mungu amekupa. Hata kitokea bahati mbaya kama ya wengine nao wapata, ulikuwa unaolewa na huyu mtu amegairi, amebadili mawazo. Nani ajuaye unaokolewa na matatizo? Furahi tu, kwa sababu hata kwenye mabaya kuna jema. Hata kama ni mke au mume amekuacha, ni jambo linalouma, lakini kwa kuwa limeshatokea, hesabu kama umefiwa. Zika, songa mbele. Punga mkono wako, sema haleluya. Huyu jamaa leo amevuta bangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujakosea, nimetoka kuvuta sasa hivi. Nimevuta bangi ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema hawa wote walikusanyika kwake, naye akawa jemadari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Ukiendelea kuangalia Biblia, utaona wote waliokwenda kwa Daudi. Kwa sababu Daudi alikuwa na hatima kubwa. Alishapakwa mafuta ya kuwa mfalme wa Israeli. Na mfalme wa Israeli ni jemadari wa jeshi la Bwana. Ina maana na kama hali pa Bwana mwenyewe. Wewe ukimsaidia, unamsaidia Mungu. Wakati Mungu ndiye anayemsaidia, na wewe umechagua kuwa unamsaidia asaidiwaye na Mungu, unafanywa kuwa mtu mkuu. Hautakuwa mtu wa kawaida. Hebu sema amen. Amen. Sema tena amen. Sijui tunaelewana ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyotokea. Hebu tuangalie katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 11, sura 12. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 18, ndipo roho ikamjilia Abishai, mkuu wa wale 30, naye akasema, sisi tu watu wako e Daudi, na wa upande wako e mwana wa Yese. Amani, naam, amani iwe kwako, na amani iwe kwao wakusaidiao.
maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha, akawaweka wewe maakida wa kile kikosi. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Na neno la Mungu linasema mstari wa 22, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa, likaitwa jeshi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anatajwaje katika maandiko? Ebu angalia pamoja na mimi Samueli wa pili sura ya 3. Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema, basi Abneri akafanya mashauri na wazee wa Israeli, akasema, zamani mlitaka Daudi awamiliki, basi sasa fanyeni hayo, kwa maana Bwana amemtaja Daudi akisema, kwa mkono wa mtumishi wangu Daudi nitawaokoa watu wangu Israeli katika mkono wa Wafilisti na katika mikono ya adui zao wote. Kwa hiyo hapa maandiko yanamtaja Daudi kama mwamuzi, mtu aliye na upako maalum wa kulilinda taifa la Israeli, kama walivyokuwa wanatajwa waamuzi wenyewe kwenye kitabu cha Waamuzi. Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Waamuzi. Neno la Mungu linasema, kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 10, tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao, kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kwa hiyo hicho kizazi wakarudi nyuma. Waliporudi nyuma, wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, kwa maana kizazi cha waliokuwa wanamjua Mungu kimeondoka. Huu ndio wajibu wa baba, wajibu wa mama. Watoto wako usipende kuwaacha nyumbani. Hakikisha wanakuja kuabudu pamoja na wewe. Hakikisha wanashiriki program za watoto za kanisa unaloabudu. Wewe umeamua kuabudu mahali hapa, usiwaache watoto. Isije katokea wewe ukisha kufa watoto hawamjui Mungu wako. Lakini hata kama ukiwa bado upo, watoto wako haijulikani kama wameokoka, haijulikani hata kama wanamjua Mungu, basi hata kama hawamjui Mungu waje kanisani kwa lazima. Jifunzeni kwa wenzenu Waislamu, hawawaachi watoto wao. Lazima mtoto wa Kiislamu analazimishwa hata kama hapendi. Kwa nini mtoto wako unamwacha huru? Unadhani Mungu wako anapenda? Mungu hapendi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18, Mungu alisemaje? Ibrahimu atawaamuru watoto wake. Mwanzo sura ya 18, atawaamuru watoto wake. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 19, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Kama imetokea wewe mwanaume umeokoka, mwanamke hajaokoka, wewe kwa kuwa una mamlaka,
mwanamke aje kanisani kwa lazima. Labda kama ni mwanamke, mila zetu zinakataa, hata maandiko hayataki umburuze mwanaume, lakini utatumia hekima ya kike kumfanya mume wako naye aifuate imani ulio naye. Usiache yeyote nyuma. Biblia inazungumza habari za yule aliyeokoka wakati wa Paulo na Sila alikuwa kwenye gereza. Akaambiwa, ukiamini utaokoka wewe na nyumba yako. Hakikisha wote wa nyumba yako wanaokoka na wote wanamtumikia Mungu. Mahali pale unapomtumikia Mungu wewe. Lakini baba, amuru watoto wako. Mama, amuru watoto wako. Watu wa nyumbani mwako wanaokusaidia shughuli mbalimbali, amuru wakati wa ibada wa mwabudu Mungu, hata kama hawataki wa mwabudu Mungu wako. Ni muhimu mno ili Mungu naye atimiza ahadi zake juu yako Ibrahimu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo hawa walirudi nyuma, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao waliowaleta kutoka katika nchi ya Misri, wafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote. Wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhibika. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Mashtorethi. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Unakuta umezaliwa kwenye familia ambayo inaonewa na mizimu, familia ambayo inaonewa na mapepo, inaonewa na majini, imefungwa na roho ya uchawi, imefungwa na roho ya uganga, imefungwa na roho ya umaskini, imefungwa na roho ya kushindwa ndoa, imefungwa na roho ya kushindwa maisha. Wewe umeokoka. Sasa uelewe, ili utoke huko lazima ujiambatanishe na Daudi aliyepewa neema ya kuitoa Israeli kutoka katika mikono ya waadui zao. Usiseme tu naokoka halafu utakuwa mahuru. Aliyeokoka mahuru hana urithi. Ukishaokoka jiungamanishe na mtu ambaye Mungu ameweka agano lake juu yake, asimamie madhabahu iliyotajwa kwamba utakwenda kulitaja jina la Bwana mahali pale. Jiungamanishe naye. Biblia inasemaje hapa? Biblia inasema kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao kuwatenda mabaya, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Lakini baadaye Mungu alikuwa anainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya watu hao waliowateka nyara. Mungu anainua watu katika huduma tano, anawapa neema. Wote hao ni kwa faida yako, lakini wa kukusaidia kuwa katika madhabahu ni mmoja tu. Lazima Mungu anakuandalia mtu, anampa neema kwa ajili ya maisha yako. Hiyo neema itahusika na familia yako, itahusika na watoto wako, itahusika na mkeo, itahusika na mmeo, itahusika na shughuli zako, itahusika na afya yako, itahusika na kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unadhani ni kwa nini kama kweli umeshakuwa sehemu ya kusanyiko, huwa inaweza kutamkwa neno dogo tulikatimia kwako? Hata wasiombe sana, kwa sababu ni mkusanyiko wa maombi ya mwaka mzima ya kanisa lile. Ni mkusanyiko wa maombi ya miaka 10, 20 yote iliyopita ya kanisa lile, inayotengeneza neema ya kusanyiko. Neema ile anasimama nayo mtumishi aliyewekwa hapo. Akitamka jambo lazima liwe, kwa sababu nguvu nyuma ya lile tamko sio maombi ya siku hiyo, sio maombi ya jana, na sio maombi ya mtu mmoja, ni maombi ya kusanyiko. Kwa hiyo wewe utambue hiyo siri. Usipende kuwa mshirika mahuru, muumini aliyeokoka asiye na madhabahu. Kila madhabahu ni madhabahu yake. Huyo hawezi kufanikiwa,
hawezi akawa mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Daudi alikuwa amewekwa kuwa kama hao walioinuliwa kusaidia Israeli inayopata matatizo wanaporudi nyuma. Lakini kwa kuwa Mungu ana rehema, wanapoomba Mungu anawainulia mtu. Sasa Mungu ameinua mtu na Mungu ameinua madhabahu. Huyo mtu anasimamia madhabahu, wewe unakuja kwa madhabahu ile, na msimamizi wa madhabahu anakubariki kwa jina la Bwana. Lazima mambo yako yatabarikiwa. Sasa Biblia inasema huyo mtu Daudi alikuwa ni mtu ambaye ana jambo Mungu amemweka afanye kitu. Sasa hawa watu walikuwa wameamua kwenda kumsaidia, na kwa sababu wamekwenda kumsaidia, Mungu akawa anawapa uwezo wa kuwa msaada kwake. Kwa sababu gani? Biblia nasema Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 14, sehemu ya mwisho inasema, naye Bwana akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Hebu sema kushinda kila alikokwenda. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yako. Utashinda kila unakokwenda. Uko ofisini utafanikiwa. Unatoka ofisini unaamua kulima shamba, utafanikiwa. Unaamua na kufuga na mifugo, utafanikiwa. Kila unakokwenda utafanikiwa. Unaamua na kuwa na duka, nako utafanikiwa. Utafanikiwa kila unakokwenda. Acha maneno ya watu wanaodhani wako kiroho sana kusema kwa sababu umeokoka matatizo ni sehemu ya maisha yako. Maana Biblia yenyewe imesema mateso ya mwenye haki ni mengi. Halafu anaishia hapo. Biblia haijaishia hapo. Imesema lakini Bwana humponya nayo yote. Mateso ni mengi ndio. Tunakutana na vitu vingi wana wa Mungu. Lakini Bwana amesema atatuokoa nayo yote. Ayubu alipata na mateso makubwa, tena kutoka katika kibali cha Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye aliyesababisha Ayubu awe kwenye hayo mateso, lakini Bwana hakumwokoa nayo. Wanazuoni walisema ilikuwa ni miaka 7, wengine wanasema ilikuwa miezi 9, lakini Bwana hakumwokoa nayo. Bwana hakumwokoa nayo. Bwana alimwokoa. Kwa nini wewe unatubakisha tu kwenye mateso? Kila siku natuonyesha mateso yako. Kila siku natuonyesha machozi yako. Hutuonyeshi ushuhuda wa vile Bwana alivyokutoa kwenye hayo mateso. Hutuonyeshi. Na Biblia inasema Ayubu alivyotoka kwenye uteka wake alikuwa na nguvu mara 2 ya alivyokuwa kabla ya uteka. Alikuwa na watoto wazuri zaidi ya waliopoteza, tena 10 kama wale wa mwanzo. Paka watu wengine wanasema it was an allegory, ilikuwa ni mfano. No, that was a true story. Ni jambo lililotokea. Ayubu ni kitabu kilichoandikwa cha kwanza kabla hata ya Mwanzo. Mtu ambaye alitembea na Mungu kabla ya watu hawa, hata wakina Musa, anaitwa Ayubu. Alimjua Mungu. Hiyo ni simulizi ya mtu aliyemjua Mungu kabla hata Biblia haijaandikwa. Kwa hiyo yako mateso yatatokea, lakini Bwana atakuokoa nayo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unalindwa zaidi ya wewe unavyolinda mboni ya jicho lako. Kwa sababu aibu yako huwa inageuka kuwa aibu ya Mungu. Heshima yako inageuka kuwa heshima ya Mungu. Lazima Mungu katika kulinda heshima yake atakulinda wewe. Mungu ana wivu. Halafu nikwambie jambo jingine ambalo ulisikia mara nyingi, Mungu ana aibu sana. Nimesemaje? Hapendi kuaibika. Siku zote anataka heshima. Kwa hiyo chochote cha kumaibisha atakitupilia mbali. Ila wewe je,
unajiweka kwenye nafasi ya yeye kuwajibika. Unajiweka kwenye nafasi ya yeye kuwajibika. Hivi kama mtu ameoa mke, halafu mke kila siku anarudi kwa mama yake, kila siku mwanamke yuko kwa wanaume wengine, anajiweka kwenye nafasi ya mume yule kuwajibika juu ya maisha yake. Sasa wewe umeokoka, umeolewa, umekuwa mali ya Kristo. Hebu tengeneza mazingira Mungu awajibike juu ya maisha yako. Sema amina. Tengeneza mazingira kwenye eneo la fedha, Mungu awajibike juu ya maisha yako. Tengeneza kwenye mambo yako mengine, Mungu awajibike kwenye maisha yako. Lakini anaona unajali mambo yako tu, atawajibikaje yeye? Hebu sema amina. Sema tena amina. Daudi alisaidiwa kwa kuwa Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa amemwita aje kuwa sababu ya wokovu wa taifa lake, na hangeweza kufanya mambo hayo peke yake. Mungu akamletea watu, lakini hawa watu waliokuwa wanaletwa walikuwa na madeni, walikuwa na dhiki, walikuwa na mauchungu. Ndiyo mahali kanisani unavyokuja, unakuja na mauchungu yako, ili Daudi neema alionayo akufanye kwa mtu mkuu. Pamoja na huo uchungu utaondolewa, halafu uwe mtu mkuu kwa ajili ya ufalme. Daudi ni mfano wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hutabona Yesu kwa macho, utakuta mchungaji. Wewe unapomwabudu Mungu unamwabudu Bwana Yesu, lakini unakwenda kwa maongozi ya nani? Ya mwanadamu nayemuona ni mchungaji. Sasa wewe elewa ya kwamba utakapokuwa unatimiliza kila unachoelekezwa, wewe unamsaidia anayesaidiwa na Bwana. Na kwa kuwa unamsaidia anayesaidiwa na Bwana, Mungu hata kuacha hivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata kuacha ulivyo. Kuna dada mmoja hapa kanisani, Jumapili kama 2 zimepita, sijui 2 3, anakuja ananiambia, hapa kanisani nina mwaka mmoja tu, nimekuja nikiwa sina kitu. Lakini alipokuwa ananielezea mali zake zinakaribia milioni 100 sasa, mwaka huu mmoja. Anaongea huko analia kwa machozi, mchungaji, wewe ni baba yangu, maombi yako yameninua. Nikaa najiuliza, anazungumza kweli au amekuja tu kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa? Lakini jinsi alivyokuwa anaongea, halafu akaeleza, nikaanza kuwahurumia wengine ambao wapo kanisani hapa lakini hawadaki hiyo neema. Sijui kwa sababu wanakuja watimiliza ratiba, hawaji wakiwa wanamaanisha. Jiulize swali. Muulize jirani yako, eti umekuja kutimiliza ratiba au umekuja kupokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani mtu mwaka mmoja tu ameshainuka, yani hajihesabii kwamba ni biashara zake. Yeye amekuja akiwa hana kitu hapa, maombi yamemwinua. Kwa nini wewe haitokei? Lazima uanze kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uanze kujiuliza. Daudi, watu waliokuja kwake wakafanywa kuwa watu wakuu. Ile neema iliyokuwa nayo ya kushinda kila anakokwenda iliwaambata wale waliokuwa wamekuja kumsaidia. Na kwa kuwa ni mtu anayesaidiwa na Bwana, neema ile ikawaambata wale watu. Hebu sema amina. Sema tena amina. Sema haleluya. Sikiliza.
Kila kunapokuwa na jambo hapa kanisani, uelewe hilo jambo sio la mchungaji, ila kwa hali ya kibinadamu ni la mchungaji. Sasa unaponiwezesha nilitimilize, wakati hiyo kazi sio yangu, ni ya Bwana, yeye ndiye anapaswa kuniwezesha niitimize. Umemsaidia anayesaidiwa na Bwana. Lazima Mungu atakufanya kuwa mkuu katika eneo mojawapo. Hebu punga mkono. Hivi ninavyozungumza, Mungu akupe kuinuka, usiwe wa kawaida. Biblia inasema uzao wako utakuwa hodari duniani, wanao wafanywe hodari. Wawe hodari masomoni, wawe hodari maofisini, wawe hodari kwenye nyumba watakazokuwa, wakiwa wake au waume za watu. Wawe hodari watakapofanywa kuwa viongozi, mamaneja. Wakawe hodari kama wamechagua eneo la michezo, wakawe hodari kama watachagua eneo la siasa. Bwana akakupe kibali na upendeleo, kwa maana mkono wake aliye juu uko pamoja na wewe. Hebu sema amina. Wewe sio wa kawaida. Hutazaa changudoa, hutazaa jambazi, hutazaa mtu wa kushindwa. Hakuna hata mmoja aliye mwanao atakuwa mvivu. Wewe umezaa watakaokuwa hodari duniani. Umezaa watakaokuwa hodari duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wewe mwenyewe ni baraka. Wewe sio mzigo. Hebu sema mimi ni baraka. Sema tena. Kama unaweza kusema Kiingereza sema I'm a blessing and never a burden. Sema tena. Yani kumbe watu wa hapa wanajua sana Kizungu. Kwa hiyo tu mtu akisema unajua Kiingereza nakwambia ndio. Hebu sema I am a blessing and never a burden. Akakuuliza maana yake nini? Mimi ni baraka, mimi sio mzigo. Anasema kumbe mwenzangu unajua Kiingereza. Ndio. Umejifunza wapi? Kwenye chuo kikuu cha Chemichemi za Uzima. Punga mkono wako, sema haleluya. Inaonekana una akili sana ya biashara. Ndio. Umejifunza wapi? Chuo kikuu cha Chemichemi za Uzima. Inaonekana una akili sana ya mambo ya ndoa. Nani amekufundisha? Nimejifunza chuo kikuu cha Chemichemi za Uzima. Punga mkono wako, sema haleluya. Amen. Amen. Neno la Mungu ndivyo linavyosema. Watu walikuwa wakuu kwa sababu waliambatana na Daudi. Watu wa kawaida wakawa watu wa kushangaza, watu wazito, watu wanaofanya mambo makubwa. Mungu anatukuzwa kupitia maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine nyuso zao zilikuwa kama nyuso za simba. Ukimwona nyuso yake ni kama nyuso ya simba, kwa maana amevaliwa na kerubi. Yuko kerubi mwenye nyuso kama ya simba. Wengine walikuwa ni watu wanaoonekana kama tai, maana yule malaika aitwaye tai, kerubi, tai mwenye uso wa tai ndiye amemkamata zaidi. Hawa wamebadilika kuwa sio watu wa kawaida. Mtu mmoja amesimama akapangua jeshi zima. Mtu mmoja mpaka mkono wake unashindwa kunyooka tena, kwa vile alivyoshikilia upanga, na akafagia jeshi la watu wengi zaidi ya laki. Mtu mmoja. Sio nguvu ya mwanadamu, ni kwa nguvu ya Mungu. Mchana wa leo I want to challenge you. Usifanye shughuli yako yoyote kwa mkono mmoja. Hebu sema nakoma kufanya mambo kwa mkono mmoja. Tafanya mambo kwa mikono miwili.
Mikono miwili maana yake nini? Usitegemee nguvu ya kibinadamu, usitegemee tu mtaji, usitegemee tu akili, usitegemee tu uzuri, usitegemee tu uwezo wa kuimba wa kiasili, usitegemee mazoezi tu, usitegemee tu kwamba unaweza kusoma Biblia, usitegemee tu kwamba siku hizi kwenye kompyuta unaweza hata kutengeneza ujumbe kwa nusu saa hata kama hujui Biblia. Kuna app tu unaiweka, unabonyeza, unapata hapo, inakuandikia outline ya message. Watu wakikusikia unasoma ujumbe ule wanasema labda una PhD ya maandiko. Sasa hayo ni mambo tu, usitegemee hayo. Wewe nenda mbele za Bwana, hakikisha una download neema itokayo juu. Neema ikubebe kwenye biashara, neema ikubebe kwenye ndoa, neema ikubebe kwenye huduma, neema ikubebe masomoni. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Hebu sema amina. Kwa maana wengine watataja farasi, wengine watataja magari, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Wengine wanataja miungu yao, sisi tutamtaja Jehova. Kwa maana mfalme haokoki kwa wingi wa farasi, haokoki kwa wingi wa majeshi, yeye anaokoka kwa mkono wa Bwana. Wengine hao wataanguka na kuinama, lakini sisi tutainuka kwa sababu tutamtegemea Bwana. Utainuka wakati wengine wanaanguka, kwa kuwa upepo unapita mbaya wa biashara. Wewe ni kwa sababu unamtegemea Bwana, utainuka. Wengine watashindwa, watasema eneo hilo ni gumu, lakini wewe utainuka kwa maana unamtegemea Bwana. Hebu sema amina. Wengine watasema isingewezekana, lakini inawezekana kwa maana wewe humtegemei mtu, unamtegemea Bwana. Hebu sema amina. Nilikuwa nasoma maandiko, Yehoshafati akawa mtu mkuu, Hezekia akawa mtu mkuu, watu wengi katika maandiko akawa watu wakuu, hata Yesu mwenyewe akawa mtu mkuu, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Hebu sema Bwana alikuwa pamoja naye. Hakikisha mkono wa Bwana uko pamoja na wewe. Usiwe kama yule mwanamke aliyekuwa mkono wake mmoja umepoza. Yesu akasimama akauponya mkono wake wa pili. Sasa mkono wako uwe mzima. Usiwe unaishi na madhabahu ya moyoni mwako imevunjika. Huna ushirika mzuri na Mungu. Unaweza ukawa umeokoka, lakini huna ushirika mzuri na Mungu. Ndio maana unapopata changamoto kazini, unatafuta msaada wa kishetani, unakwenda kwa waganga. Ndio maana unaenda kwa wafuga majini, ndio maana unaenda kwa kutoa rushwa, ndio maana unakwenda kwa njia zingine. Lakini kama unamjua Mungu, unautumia mkono wa Bwana. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ni yule aliyesadiki habari tulizozileta, habari za Yesu wa Nazareti. Aaminie Yesu alikufa ili mimi niishi, alikataliwa ili mimi nikubaliwe, alikufa mahali pangu ili mimi niwe hai. Nitaishi katika upya wa uzima, nitaishi katika upya wa uzima. Maisha ambayo baba yangu hakuishi, maisha ambayo mama yangu hakuishi, maisha ambayo mwingine yeyote hajawahi kuishi. Maana Biblia inasema mambo ambayo jicho halijawahi kuona, mambo ambayo sikio halijawahi kusikia, mambo ambayo moyo wa yeyote hujawahi kuconceive, hayo ndio mambo Mungu ameniandalia. Nayo Bwana ananifunulia kwa Roho wake. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Na kwa kuwa Mungu wangu siye Mungu mwenye upendeleo, nitauona wema wake, nitauona wema wake, nitauona wema wake, nitauona wema wake katika nchi ya walio hai. Kwa sababu hiyo naibariki biashara yako, itengeneze faida. Na bariki biashara yako ikue, iwe juu sana. Isijulikane Dodoma tu, ijulikane nchi nzima. Isijulikane nchini tu, ijulikane hata nje ya mipaka ya nchi. Na ibariki taaluma yako, isijulikane Dodoma tu, isijulikane nchini pekee,
iwe ya kimataifa kwa jina la Yesu. Na yabariki maisha yako katika jina la Yesu. Ukawe baraka. Giza lolote na kunyemelea na likemea, na tamka likuachie. Nuru ya Bwana ikuangazie. Upendeleo wake uwe pamoja na wewe. Kila uendako usiwe peke yako. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe kama ulivyokuwa na Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe kama ulivyokuwa na Hezekia. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe kama ulivyokuwa na Yehoshafati. Mkono wa Bwana ukuwezeshe, na huo mkono kubebe kama vile kwa mbawa za tai. Oriabakasanda noramayanta shekonda noramakundere bekama ilabo. I prophesy in the name of the Lord. Unainuka na hakuna atakayezuia. Utakuwa juu, hakuna atakayezuia, kwa maana anayezuia ameshashindwa na nguvu ya ufufuo kwa jina la Yesu. Maana lango lilozuia Yesu asifufuke lilijibiringisha lenyewe kwa nguvu ya malaika, kwa nguvu ya ufufuo. Natamka nguvu ya ufufuo juu yako. 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 Biashara yako inuliwe. Biashara yako ipewe booster ya Roho Bwana. Shughuli zako zipate neema kwa nguvu ya Mungu. Hivi unajua umewekwa kwenye nchi ambayo hakuna kupungukiwa ndani yake. Umewekwa kwenye nchi ambapo vitu vya thamani vinafukuliwa, vinapatikana kirahisi. Sio kwamba vinachimbwa, vinapatikana kirahisi. Utafukua utakuta shaba, utafukua utapata dhahabu, vinapatikana kirahisi. Ninatabiri kwa jina la Bwana ukainuliwe. Mme wako mpate kirahisi. Biashara yako ipate mtaji kirahisi. Inuke iongezeke mara 100. Shughuli zako ziwe za faida. Afya yako irejee. Upate kibali na upendeleo. Ndoa yako na ipone. Ukawe mtu mkuu unayoyatamani akafanyike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye juu. Oria masaka rikatori bakosinda remento rikando na ramayanta. Naomba sasa usimame. Nyosha mikono yako miwili juu. Nyosha mikono yako miwili juu. Mmoja wa watu katika Biblia aliyefanywa kuwa mtu mkuu ni Yusufu. Lakini ukisoma Mwanzo 39 mstari wa 2, Bwana alikuwa pamoja naye. Na kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Kila alikokwenda Yusufu alifanya mpaka nyumba ya Potifa ianze kupata utajiri. Wao tayari ni watu wakubwa, maana ni maafisa wakubwa wa serikali ya Farao. Lakini wakatambua ujio wa Yusufu umefanya mambo tuliokuwa hatuyajui. Toka amekuja Yusufu hata mifugo haiumwi. Toka Yusufu amekuja hata haiharibu mimba mifugo yetu. Inazaa, mashamba yanazaa na faida, na maduka yanapata faida. Miradi yetu yote pata faida mara 10, imepata faida mara 100. Tunaelewa ni ujio wa huyu kijana Yusufu. Nataka kutamka juu yako. Kuwepo kwako Dodoma sio sababu ya wewe kuwa duni. Kuwa Tanzania sio sababu ya wewe kuwa duni. Najua wako wengine walioamua kuuza kila kitu waende majuu, Uingereza, Marekani, lakini wewe usidhani kwamba wao wako bora kuliko wewe. Popote ulipo, kinachotakiwa, kiungo kinachotakiwa ni uwepo wa Bwana. Akiwepo Bwana utafanya mambo makubwa hapa kuliko hata aliyeko Marekani. Utafanya mambo makubwa hapa kuliko aliye Ulaya. Utafanya mambo makubwa hapa kuliko aliye Dar es Salaam. Utafanya mambo makubwa hapa kuliko aliye Mwanza. Kinachotakiwa ni mkono wa Bwana juu yako. Mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe.
ukupe kibali na upendeleo. Ukienda kuuza na una kibali, utapata faida. Ukianza kufanya shughuli na una kibali, hautakuwa kawaida. Kibali cha Bwana kama kilichokuwa juu ya Yusufu kiwe juu yako, katika jina la Yesu. Jicho la kuona mambo ambayo hayaonekani, ukawa na maamuzi yaletayo faida, kama ilivyokuwa kwa Ayubu aliyekuwa na taa kichwani kwake. Alikuwa naona wakati ni giza, alikuwa na taa kichwani kwake, alikuwa na neema ya ajabu. Upewe hekima kama iliyokuwa ya Sulemani, iliyofanya mali imjie. Kwa mwaka alizalisha dhahabu talanta 666. Talanta moja ni kilo 75. Sasa 75 mara 666, alizalisha dhahabu kiasi gani mtu huyu? Mbali ya biashara zingine, huyo mtu aliyekuwa ndani mwako ni mkuu kuliko Sulemani. Waweza kufanya makubwa kuliko Sulemani. Waweza kufanya mambo makubwa kuliko Sulemani. Shida yako hukusudii. Kila utakachokusudia kitakuwa, asema Bwana wa majeshi. Ndivyo neno la Mungu limesema, utakusudia jambo nalo litakuwa. Ila kwa sababu umejaa mambo ya unyonge, umejaa fikra ya umaskini, huwazi mambo makubwa. Ukiwaza unawaza matatizo. Nimesema iwe marufuku kuwaza matatizo. Anza kuwaza mema. Waza mambo makubwa, halafu utamwona Bwana. Wengine hata mkiomba hamfanikiwi, kwa sababu mkiomba mnaomba vibaya. Ukiomba huku unawaza kushindwa. Ukiomba huku unawaza kukosa wateja. Ukiomba huku unawaza kuachika. Ukiomba huku unawaza kufa. Maombi yako hayajibiwi. Lakini Biblia inasema yale unayoyatafakari, hayo ndio yanayokaa moyoni mwako. Na kama ndio yanayokaa moyoni mwako, utayasema, utayaumba, utayataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yameshakuwako. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Iumbe biashara yako kwa kutafakari. Ona una duka la kutoka mtaa mpaka mtaa. Ona hivyo, halafu anza kusema kila siku. Anza kusema kila siku katika uwepo wa Mungu. Halafu utakuwa na duka linaanzia barabara ile ya lami mpaka barabara ya lami. Duka lako, kwa sababu umeliumba kwa jina la Bwana. Inawezekana. Kwa nini usiwe na duka la kuuza magari hapa Dodoma? Tunakuta magari 200 hapo unauza. Kwa nini usiwe na sheli 2-3 Dodoma hii? Iumbe kutoka moyoni. Kwa nini unawaza mambo madogo tu? Bwana anataka hizo fedha pia. Wakati wewe unahitaji, lakini naye anataka, ili aipeleke kazi yake. Hata shuka kutoka mbinguni, hata shusha dola wala shilingi kutoka mbinguni, lakini atakubariki wewe, ili kutoka wewe kazi yake ifanyike. Sasa waza chochote utakachowaza. Anything you conceive, it shall become. Wewe kiwaze, halafu kitamke kwa imani. Maombi yako yataumba. Lakini kama ni maombi ya kutamka tu, nimeanza kwa kusema, unaomba kutimiza ratiba, ni mfungo wa siku 2, ama unakuwa umejaa kitu moyoni, unataka kukizaa. Kuna watu hutunga mimba, lakini ni upepo. Wako wanaotunga mimba kwa sababu kuna mbegu iliingia katika tumbo la uzazi. Lazima kuna siku ataizaa. Wewe je, umetunga mimba ya imani? Imani katika Mungu atendaye yasiyowezekana. Hicho kitu kitawezekana. Unaweza kuzaa chuo kikuu. Unaweza kuzaa hospitali. Unaweza kuzaa kampuni ya usafirishaji. Unaweza kuzaa kiwanda. Unaweza kuzaa kampuni ya usafirishaji ikawa mpaka na meli na ndege na mabehewa
Serikali ya Tanzania imekaribisha ubia, watu watakaonunua mabehewa ya SGR. Kwa nini usiwe wewe mmoja wapo? Unaweza ukazaa na Bwana akafanya hayo. Ninaona inawezekana. Mkono wa Bwana uko juu yako na Bwana akupe wazo, a multi-million idea from above. Ije ndani mwako. Neno alikuwa kwa Mungu, akaja kakaa kwetu, na utukufu wake tukauona. Lije neno kwa namna ya wazo, likae ndani ya moyo wako. Ni wazo la umilionea. Kwa jina la Yesu ukawe milionea. Kwa jina la Yesu ukainuliwe. Tunashiriki meza ya Bwana sio muda mrefu. Utakavyokuwa na shiriki, neno la Mungu linasema mimi ni mzabibu mwema, bila mimi tawi halitazaa. Kwa hiyo utasema mbele za Bwana, na shiriki hivi nikiwa napokea neema kutoka kwako kwa ajili ya huduma, neema kutoka kwako kwa ajili ya biashara, neema kutoka kwako kwa ajili ya ndoa yangu, neema kutoka kwako kwa ajili ya masomo, neema kutoka kwako kwa ajili ya watoto wangu, neema kutoka kwako kwa ajili ya kila kitu chema anachotamani mwanadamu. Fungua akili yangu niweze kufanya mambo makubwa. Ikiwa mtu wa darasa la 7 alitengeneza katapila, mimi mpaka na chuo kikuu, kwa nini sifanyi chochote cha maana? Mimi mpaka na darasa la 7, kwa nini sifanyi kitu cha maana? Ikiwa mtu hakuwa na nyumba, hakuwa na baba, hakuwa amesoma, sasa ni bilionea, kwa nini mimi nashindwa? Nipe wazo, na wazo hilo nitalitendea haki. Niwezeshe Mungu, wewe unayewatoa watu kutoka kwenye mavumbi, ukawaketisha kwenye viti vya wakuu, ukawaketisha kwenye viti vya wafalme. Wale wanaokula majalalani, unaweza kuwageuza wakawa watu wakuu, wakategemewa. Walikuwa wakutegemea watu, walikuwa wakusaidiwa, wakaanza kusaidia wengine. Mungu uniwezeshe. Nitaliwezesha kanisa lako, nitawezesha kuipeleka injili, nitafanya kazi yako iende. Baba, unaweza kunitegemea nikiwa hapa duniani, lakini wewe nipe neema itokayo kwako, niweze kufanya ambayo mwanadamu hawezi kufanya, katika jina la Yesu. Hebu omba kwa dakika chache maombi kama hayo niliyoomba. Hebu omba mwenyewe, sema nisikie. Ongea mbele za Bwana, ongea mbele za Bwana, ongea mbele za Bwana. Halafu kiumbe kitu unachotaka kitokee. Leo hii usiku tulia, tafakari biashara kubwa, tulia tafakari kampuni kubwa, tulia tafakari, halafu anza kuisema kidogo kidogo. Na siku ya kuanzia Jumanne nitakuwa na kuambia mambo ya hatari. Usikose kuona kuambia mambo ya hatari. Njoo tuombe kwa pamoja, tutaona mambo makubwa ambayo Mungu atafanya. Oh Yesu wa Nazareti, hukuokoa watu wawe wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Rikatari arabakosinda, remento riabakasanda. Njoni sasa, njoni sasa. Rikatari arabakosinda, rikanaramakundere bekama ilabo, rababosa kata, rikatori bakosinda, rikando narimakasanda, yekonda noramainda, anzemenzo ndira bogajanda, remoza gindo narimagazanda, remento rikanda naramayanda. Nataka ule wimbo utajiri na heshima, utajiri na heshima. Rikatari arabakosinda, rekonda noramakundere bekama ilabo, robobo sakata, rekota ribakosinda, yekonda noramakunda rabakoshanda, yensenere meindo riarabakosinda. There is a millionaire's anointing this day. Uko upako wa millionaire wa kufanya watu wawe na nguvu ya uchumi. Unatembea wakati wanaimba wimbo huu. Nataka ujiingize katika ulimwengu wa roho. Daka kitu cha kipekee,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rekotari arabakusinda. Anza kisha ambiwa ni kijeshi jamani. Heshima Bwana vyote. Tunyoshe mikono yetu mbele za Bwana huku tukikiri wimbo mbele za Bwana. Maana utajiri na heshima vina Mungu wetu. Utajiri na heshima Bwana vyote. Fumba macho yako, imba pamoja na waimbaji wetu wimbo huu. Daka neema na upako unaitwa the Millionaire's Anointing. Rasokatari arabakosinda. Msiondoke. Sikia mpendwa. Petro alivua usiku kucha. Na haikuwa siku hiyo tu, lakini Yesu alipokaribishwa kwenye shughuli za Petro, kwamba shughuli za Petro zianze kuwezesha shughuli za Yesu, akavua mara mbili pale pale alipokuwa amekosa. Kulikuwa na kijana ana mikate 2-5 na samaki 2, ni kwa ajili yake mwenyewe. Alipokubali kumkabidhi Yesu ili ifanye kazi ya ufalme, akapata makapu 12. Nataka kuzungumza, iko neema inaachiliwa leo kutoka madhabahuni hapa.
ni neema ya ongezeko, ni neema ya millionaires anointing inakuja juu yako. Nyosha mikono yako miwili tena juu. Hebu sema, Mungu nipe neema hiyo iliyomfanya Daudi kuwa tajiri kiasi kile. Nipe neema iliyomfanya Sulemani kuwa tajiri kiasi kile. Nipe macho na akili iliyompa Ayubu uwezo wa kutengeneza mali kiasi kile. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya kuzidisha vichache vikawa vingi. Baba, ninaomba neema ya kuzidisha vichache vikawa vingi. Milioni iwe milioni 1,000. 100,000 iwe milioni 300. Naiomba hiyo neema Baba, na nitakuwa mwaminifu kuifanya kazi yako iende. Tatoa matoleo na zaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako wakati wanaimba tena mara ya pili, utajiri na heshima. Rakataria rabakosinda, rikataria rabakosinda, remento riabakasanda, rekota riarabakosinda, rikapapaposaka, rekota riarabakosinda, ariabakasinda. Nyosha mikono yako miwili juu. Mungu anatajirisha. Mungu anainua watu. Wako watu waliotajirishwa kwa nguvu ya Mungu. Hawakutajirika nje ya Bwana. Bwana aliwatajirisha. Unaweza kuamini leo. Unaweza kuamini leo. Mungu atajirishaye akutajirishe. Mungu ainuaye akuinue. Mikono yako itiwe nguvu. Mikono yako itiwe mafuta. Mafuta ya
utajiri, mafuta ya ongezeko, kila ukishikacho kikastawi, ukastawi kwa jina la Bwana. Jangwa lako liwe shamba lizalo, jangwa lako liwe shamba lizalo, jangwa lako liwe shamba lizalo, tumbo lako liwe shamba lizalo, mikono yako ipewe ustawi, macho yako yapewe ustawi, uwepo wako upewe ustawi, ni katika jina la Yesu. Punguza sauti hiyo, la sivyo mnyamaze kabisa, kwa maana mmeweka sauti juu sana. Neema ya Bwana inapita, pokea kwa imani. Hautakuwa muuzaji wa kawaida, unapewa neema ya kuzidisha vitu. Vitu vitazaa, laki itakuwa milioni, milioni itakuwa milioni 100. Neema inakuja juu yako katika jina la Yesu. Neema inakuja juu yako, pokea kwa jina la Yesu. Pokea, chuma ulete na mng'oa maishani mwako kwa jina la Yesu. Yule haribuye na mng'oa maishani mwako kwa jina la Yesu. Kausha jini yule na mng'oa maishani mwako kwa jina la Yesu. Hana mamlaka juu yako kwa jina la Yesu. Tawi na kuongezeka kwa jina la Yesu. Mleteni huko huyo rabo sakata, mleteni na huyo hapo rabo sakando na limakasanda rekota riara bakusida rekonda nora mayanda anzeme mboga zaka rekonda nora magule bagama yabo rogo zakata rikatari ya bakusinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Upewe neema ya ongezeko katika jina la Yesu. Kila pando la shetani ling'olewe maishani mwako, upewe neema ya ongezeko katika jina la Yesu. Rikatari bakosanda yemendo na rimayanda. This is just a cross section. Bwana anafanya kwetu sote. Usidhani walioguswa hawa tu. Bwana anafanya kwetu sote neema ya kuzidisha vitu, na kwamba havitaibiwa, na kwamba vitaharibiwa na haribuye inakuja juu ya maisha yako. Biashara yako ipewe ongezeko, familia yako ipewe ongezeko, shughuli zako za kutafuta mali zipewe ongezeko, mawazo yako yapewe kutimia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Kutamani kitu kisiwe, hiyo na ing'oa, hiyo na iondoa, hiyo na iharibu. Utakusudia jambo nalo litakuwa, maana wewe ni mzaliwa wa Bwana, wewe ni mzaliwa wa Bwana, wewe ni mzaliwa wa Bwana, katika jina la Yesu. Rakantaria basika rabosa kata rakantaria ekanda no ramakuda akamosheterebo ramasakanda na ramayanta. Tumbo lako linawaka, tumbo lako linatakisika. Kama unasikia namna hiyo, njoo hapa. Rikatari bakosinda rendo ribagosanda yemendo na rimagasanda oria bakasaka yekonda no ramakunda yemembo kasaka rakantaria haba. Nimesema kama tumbo lako unasikia linawaka chini ya kitovu ama tumbo lenyewe, njoo hapa. That is a sign of something special. Just come. Remendo riarabakosika rekota riarabakosinda imambo kasanda yekonda no ramakulebe kamba rakantaria basika rakantaria basika. Nguvu ya Mungu bado inatembea katikati yetu. Rakantaria basika ondaria bakuri haba randoria basika. Endelea kunyosha mikono yako miwili juu, usiache roho Bwana kupite. Yeye siku zote ulithibitisha neno, na nguvu ya Mungu ipo katikati yetu kwa ajili ya roho Bwana kulithibitisha neno katika mchana wa leo. Katika mchana wa leo ni uthibitisho wa neno la Mungu.
neno la nguvu, analithibitisha neno. Rakatariaba, rakatariaba sika, ondariaba kuriaba, rakatariaba kuriaba, randariaba, rakatariaba, rakatariaba sika, randariaba kuriaba, rakatariaba sika, rakatariaba kuriaba, randariaba saka, randariaba kuriaba, rakatariaba, andariaba saka, rakatariaba, 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 rababa shakantaraba, rakatariaba, randariaba sika, rakatariaba, rakatariaba, randariaba sika. Nyosha mikono yako miwili juu mahali pale ulipo sasa. Tunapofikia ukamilifu wa maombi haya, nyosha mikono yako miwili juu. Rakantariaba kuriaba, randoriaba saka, rakantariaba kuriaba, randoriaba saka, rakantariaba sika, ondariaba saka, rakantariaba sika, randoriaba kuriaba, randoriaba saka, randoriaba sika, randoriaba kuriaba, rakantariaba sika. Kila nila, kila kifungo navunja kwa uweza na mamlaka ya jina la Yesu Nazareti. Uwekwa huru, uwekwa huru, uwekwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza uhuru, natangaza uhuru. Randoria basaka, rakantaria basika, randoria basika, rakantaria basika, randoria bakuriaba, randoria basaka, rakantaria ba, randoria basika. Endelea kunyosha mikono yako miwili juu. Rakantaria basika, randoria basika. Neema iliyokuwa pamoja na Yusufu akafanyika baraka kwa Potifa, unaweza ukaipokea pia katika mchana wa leo. Ile neema, ile neema, ile neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ya kufanyika baraka katika kila eneo. Pokea kwa jina la Yesu. Iko nguvu ya Mungu inapita, iko nguvu ya Mungu inapita. Ni kwa kiwango unachofungua moyo wako, unapokea, 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 unapokea kwa kiwango cha imani yako ya neno la Mungu iliyoachiliwa katika mchana wa leo. Nasema pokea kwa kiwango cha imani ya neno la Mungu ulilolipokea katika mchana wa leo. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Asante Baba. Nyosha mikono yako juu kabisa. Nyosha juu kabisa, usinyoshe nusu. Ni kwa sekunde chache tufumba macho yako. Ni kwa sekunde chache tufumba macho yako. Pumua nje mara ya kwanza. Pumua nje mara ya kwanza. Pumua, tutoa hewa. Hapa kuna nguvu ya Mungu, usijali. Mara ya kwanza pumua nje. Mara ya pili. Mara ya tatu. Mara ya nne. Mara ya tano. Mara ya sita. Mara ya saba. Sasa unavuta ndani hewa, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Vuta hewa ndani sasa, umefumba macho yako. Vuta hewa ndani. Iko nguvu ya Mungu. Ni kubwa sana. Ni kubwa sana nguvu ya Mungu. Ni kubwa sana. Pumua, vuta hewa ndani sasa. Mara ya kwanza. Mara ya pili. Mara ya tatu. Mara ya nne. Mara ya tano. Mara ya sita. Mara ya saba. Utasikia mnajaa. Ni kujaa. Ni kujaa. Ni kujaa. Hiyo ni nguvu. Hiyo ni nguvu ya Mungu. 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 Nasema ni nguvu ya Mungu. Nasema ni nguvu ya Mungu. Randoria basaka. Kuna watu wanajaa hapa. Roho Bwana anawajaza watu hapa. Utasikia kububujika tokea ndani. Utasikia bubujiko. Nasema ni bubujiko. Nasema ni bubujiko. Mlete hapa yule mchungaji amweke mkono. Nasema wote walioguswa na nguvu ya Mungu waleteni hapa mbele. Mlete pale yule. Mlete na yule pale. Ni bubujiko. Ni nguvu ya Mungu. Kinira zinavunjika. Vifungo vinavunjika. Unaenda kwenye viwango vya utukufu mkuu wa mwisho. Ni utukufu mkuu wa mwisho. Nasema ni utukufu
Mungu, wale ambao wameguswa walete hapa. Randori ya basaka, rakatari ya basika, randori ya bakuriaba, rakatari ya basika, rakatari ya ba, randori ya basaka. Bado iko nguvu ya Mungu kubwa kabisa. Bado watu wanaguswa hapa. Hata kuna mguso. Randori ya basaka, rakatari ya basika, randori ya basika, randori ya basika. Unasema nitainuka mimi, nitainuka mimi. Lakini liko neno linasema Mungu anawainua watu kutoka mavimbuni, anawakatisha pamoja na wakuu. Hiyo ni nafasi yako. Hata kama uko kwenye mavumbi, Bwana anakuinua, anakuinua, anakukatisha pamoja na wakuu, anakukatisha pamoja na wakuu. Unasema kweli mimi nitakuwa milionea, nitashika hata milioni moja. Nasema ni wakati wako sasa. Utahesabu milioni moja hata kama hujawahi kuishika. Randori ya basaka, randori ya basika, rakatari ya ba, randori ya basaka, randori ya bakuriaba, randori ya basika. Hizo ni habari za Mungu. Niko kiwango cha imani ya neno linachiliwa mahali hapa. Unapokea. Niko kiwango cha imani ya neno linachiliwa mahali hapa. Unapokea, 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 unapokea. Niko kiwango cha imani ya neno linachiliwa mahali hapa. Unapokea. Pokea kwa kiwango cha imani ya neno linapokea katika mchana leo. Nasema pokea. Asante Baba, asante Mfalme. Si viwango vile vile, ni viwango vya ukuu katika huduma, ni viwango vya ukuu katika utumishi, ni viwango vya ukuu katika biashara, ni viwango vya ukuu katika miradi, ni viwango vya ukuu. Naliamini neno la Bwana. Rakatariaba, randoriaba saka, rakatariaba sika, randoriaba sika, rakatariaba, randoriaba sika, randoriaba. Asante Baba. Wewe ni Bwana utuponyaye. Wewe ni Bwana mponyaji. Ulituma neno lako tupone. Wewe ni Bwana mponyaji. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana utuponyaye. Wewe ni Bwana mponyaji. Ulituma neno lako tupone. Wewe ni Bwana mponyaji. Wafanya biashara wote, nyanyueni mikono yenu miwili juu. Tusipoteze nafasi hii. Nitamwomba mchungaji atamke neno kwa ajili yenu, kwa ajili ya wafanya biashara. Mtumishi wa Mungu amezungumza sana hapa, watu kuwa na maduka makubwa marefu, maduka ya bidhaa marefu, watu kumiliki maduka ya magari. Hebu nyosha mikono yako. Nataka wafanya biashara tu ambao wameamini neno hili la Mungu kwamba Bwana anakwenda kupanua biashara zao, zinakwenda kuwa biashara zisizo za kawaida. Wanakwenda kuwa na biashara za magari, wanakwenda kuwa na sheri za mafuta. Nami namuomba Mungu, macho yangu ishuhudie hao mamilionea watakaomiliki sheri za mafuta, watakaomiliki yadi za magari, watakaomiliki chain stores. Na macho yangu ya kushuhudie. Nyosha mkono wako kama unaamini. Nataka mchungaji atamke neno kwa ajili yako. Mpendo, usipoteze nafasi hii. Hizi nafasi chache sana zinakuwepo nyumbani mwa Bwana. Hata kama biashara yako ni ndogo, ione ikiwa biashara kubwa. Mungu wa Ayubu, yes, ndiye Mungu wa watu hawa. Yes. Mungu wa Daudi uliyemfanya kuwa bilionea, yes, ndiye Mungu wa watu hawa. Yes. Mungu wa Sulemani, yes, uliyemfanya kuwa tajiri kuliko mwanadamu yoyote duniani, yes, katika dunia ya wakati wake. Yes. Wewe ndiye Mungu wa watu hawa. Yes.